Umepambazuka tena na mwaka wa Injili kwa vijana. Je, unaelewa nini kuhusu mwaka wa Injili kwa vijana? Mahega TV ndo wana majibu sahihi juu ya mwaka wa Injili kwa vijana. Tufuatilie, utapata majibu yaliyo sahihi kuhusu mwaka wa Injili kwa vijana. Mungu akubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Mahali popote ulipo unaendelea kunifuatilia na unaendelea pia kunitazama. Langu jina naitwa Benjamin Mahega. Namtukuza Mungu kwa nafasi na kibali hiki ambacho anaendelea kukiachilia katika maisha yetu. So kwa akili zetu wala so kwa ufahamu wetu, bali ni kwa neema na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hivyo leo tena Mungu ameweza kutupa kibali tuweze kukutana mahali hapa ili tuweze kujifunza neno la Mungu, tuweze kuyadadisi yale yaliyopo ndani ya Biblia. Je, yanatufundisha nini? Je, yanatuonya nini katika maisha haya tuliyo nayo? Lakini ifahamike tu ya kwamba nyakati tulizonazo ni nyakati za mwisho. Nyakati tulizonazo ni nyakati ambazo mwana wa Adamu yu karibu kuja. Kwa hiyo weka maisha yako vizuri, kaa sawa sawa. Siku ambayo mwana wa Adamu atakayo kuja, basi akukute upo tayari, umeshatengeneza njia zako, umeshafanya mambo yako vizuri, umeshajiweka tayari kwa ajili ya unyakuo wa Yesu Kristo. Hivyo bado tunaendelea na kazi ya vijana. Bado Mungu ametupa neema na kibali cha kuweza kuzungumza na vijana, cha kuweza kupeana maandiko matakatifu kupitia Biblia. Hivyo kuna sehemu ambapo yawezikawa tunakwama sisi vijana. Basi huu mwaka ni mwaka wa Injili kwa ajili ya vijana. Hivyo tutaendelea kuwa pamoja nanyi wakati wote na saa yote. Ukiona mahubiri yanachelewa au ukiona ujumbe unachelewa kufika, hivyo kuwa na subira. Kazi ni nyingi ambazo zinaendelea kufanyika katika kazi ya Mungu. Hivyo kwa hiyo najua wengi mnatuma meseji, mbona leo hujaachia somo? Maana muda mwingi sana naachia kila siku. So inawezekapita siku mbili sijaachia, utaona ujumbe WhatsApp, vipi mbona kimya? Hivyo kishaona nipo kimya, basi elewa kuna baadhi ya mambo yanaendelea. Hivyo pia tayari tumeshashuti wimbo wetu unaoenda kwa jina Ninakutegemea Wewe. Muda si mrefu utakuwa video, utaonekana kabisa, utatoka hewani katika channel yetu pendwa kabisa, channel inayohusika na nyimbo ya Benjamin Mahega. Hapa tunazungumza kwenye Mahega TV. Kazi ya Mungu kwa mwaka wa Injili kwa vijana bado inaendelea. Leo nimekuja tena na vijana. Je, tuna nini au Mungu ametusi nini kupitia vijana? Hebu funika macho tuombe, kisha tukaumege mkate wa uzima. Mtakatifu Mungu Baba wa mbinguni, ukete mahali pasiri palipoinuka. Tazama Baba, wakati unasai watoto wako tunapoenda kula chakula cha kiroho. Roho Mtakatifu tufundishe, utuelekeze, utuelimishe. Pale tulipokwama ukatuonye, ukatukaripie. Baba, kabariki msikilizaji huyu anayetega sikio lake kuweza kunisikiliza, ukamtakase katika jina la Yesu. Nitumie tu kama chombo ili niweze kufikisha kile ambacho umekiandaa. Naomba kwa hayo machache ni katika kusali Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Leo tena Mungu ameweza kutupa somo zuri kabisa ambalo hili somo linakuzungumzia wewe kijana, linakuonya wewe mama, linakuonya wewe baba ambaye umeweza kutega sikio lako hapo kuweza kunisikiliza. Somo linasema linda sana kinywa chako, maana kinywa chako kina uwezo wa kukuangamiza, lakini pia kina uwezo wa kukuokoa. Hebu twende tukasome maandiko alafu tuendelee. Katika kitabu kile cha Methali, ile sura yake ya 6 na ule mstari wake wa 2. Ni mstari mmoja tu. Biblia inasema, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Nitarudia, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako.
Kuna somo pia niliweza kuachia kupitia huu mstari, lakini bado Roho Mtakatifu tena ameweza kunisii kupitia huu mstari, basi ikuguse wewe kijana ambaye unaendelea kunifuatilia. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako, umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umejilaani kwenye maisha yako kupitia maneno ya kinywa chako, umejifunga kwenye maisha yako kupitia maneno uliyokuwa unayazungumza kupitia kinywa chako. Yawezekana katika maisha yako unaona changamoto, unaona shida, unakutana na mambo mengi sana, lakini haujajua kwamba hayo mambo yanatokana kwa sababu gani. Yawezekana yanatokana kwa sababu ya maneno ya kinywa, yale unayotamka. Kinywa kina uwezo wa kukupeleka jehanamu, lakini pia kinywa kina uwezo wa kukuokoa kabisa kwenye maisha yako. Na kanisa la leo, moja ya dhambi ambayo watu wengi itawafanya waingie jehanamu ni kinywa, ni kamdomo. Yani mdomo ndo utakao kufanya wewe uonekane upo sahihi au haupo sahihi. Sasa leo Biblia inapotuambia umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako, yani maneno yale unayozungumza kupitia kinywa chako yana uwezo wa kwenda kufunga maisha au yana uwezo wa kwenda kufungua maisha. Yani maneno ndo mlango wa mafanikio yako, lakini pia elewa maneno ndo mlango wa kufunga maisha yako. Leo mtu unaweza kukutana naye barabarani, akakutabilia kitu cha maana sana, akakutabilia mafanikio ya baadaye. Mtu unaweza kukutana naye akakwambia kwa baadaye wewe utakoje umiliki gari. Hebu sikiliza, anapokutamkia hivyo, alafu wewe kupitia kinywa chako unatamka, unasema mimi kabisa haitakuja kuwezekana. Yani unazungumza kwa sababu unaangalia nyuma ya familia yako hakuna aliyekuja kupata maisha hayo. Unaangalia ukoo mzima hakuna ambaye alishawahi kupata hata pikipiki, hakuna. Sasa mtu anakutabilia jambo jema sana, alafu unajikuta umetamka katika kinywa chako kwamba haitakuja kuwezekana. Sasa kile unachokitamka katika ulimwengu wa roho, elewa kinaenda kutengenezeka au elewa kinaenda kuumbika. Sasa ukitamka neno au ukitamka kitu chochote kupitia kinywa chako, katika ulimwengu wa roho kinamaanisha. Kwa kama ulikuwa umetengenezewa baraka kupitia kinywa chako, zile baraka zinaenda kufutika. Kama ulikuwa umefunguliwa mlango wa mafanikio kupitia kinywa chako, basi milango ya mafanikio inaenda kufungwa. Na ndio maana Biblia inasema umekamatwa kwa maneno ya kinywa, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako, umefungwa, umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Yani maneno yale utakayoenda kutamka kwenye kinywa chako, elewa yanaenda kublock kabisa maisha yako. Bado nasema na vijana, leo tuna vijana wengi sana ambao enzi hizo walikuwa tayari walishaokoka, waliokoka, na baada ya kuokoka, basi kutokana na mazingira yale ambayo walikuwa wanaishi nayo, wakajikuta wanatamka vitu ambavyo vinaenda kuharibu au vinaenda kukosti kabisa maisha au vinaenda kublock kabisa maisha yao. Sasa unapotamka yale maneno, yani unakuta mwingine yupo kwenye kundi fulani ameokoka. Nasema na vijana ambao wameokoka. Yani unakuta mtu kabisa ameokoka, lakini yupo kwenye vikundi fulani ambavyo vikundi sio njia moja na yeye. Wanajikuta anaanza kutamka maneno ya kutukana, anaanza kutamka maneno ya kukashifu. Sasa elewa yale maneno yanaenda kutengenezeka katika ulimwengu wa roho. Leo tunaweza tukawa tupo kanisani, tunaomba Mungu, tunamshukuru Mungu, tunamlilia Mungu aweze kutufanikisha maisha yetu, lakini hatujajua ya kwamba kuna sehemu ambapo vinywa vyetu hivi ndio vilienda kublock maisha yetu. Kinywa kina uwezo wa kufunga maisha yako. Kwa hiyo hiki kinywa unapotamka, angalia, je, unatamka kitu gani na kwa mtu gani? Leo kuna watu hawajafanikiwa kwenye maisha yao kwa sababu ya maneno waliokuwa wanatamka, na ni nani waliyekuwa wanamtamkia. Leo vijana wanaweza kumtamkia mtu hata mzee, wakatamka neno ovu kwa yule mtu au kwa yule mtu ambaye anamzidi umri, akatamka kwa kumkashifu. Sasa haujajua kwamba kile katika ulimwengu wa roho kinaenda kutengenezeka. Hata kama wewe
isikupate, lakini elewa kwenye kizazi chako inaweza ikakutokea. Na ndio maana kuna siku moja nilisema ya kwamba ukipanda tusi kwa mtu mmoja, ukamtukana mtu mmoja, elewa ipo siku na wewe utakuja utukane na watu mamilioni. Kwa sababu ukipanda kitu, ukipanda mahindi debe, ukipanda mahindi tuseme kilo 3, elewa hutakuja kuvuna kilo 3 tu, elewa ya kwamba utakuja uvune magunia. Kwa sasa ukipanda tusi moja kwa mtu mmoja, elewa ipo siku utakuja na wewe ufanyeje? Utukane na watu wengi, utatupiwa matusi mengi sana. Sasa ukimtukana mtu mmoja kupitia kinywa chako, kinywa hicho kinaenda kutengenezeka katika ulimwengu wa roho, kinaenda kublock maisha yako, kinaenda kufunga milango ya mafanikio, kinaenda kufunga baraka ambazo Mungu alikuwa ameziweka kwenye maisha yako. Leo unaweza ukao unalia, unaweza ukao unateseka, unaweza ukao unamuomba Mungu, unaona kama kwamba Mungu hakujibu. Hakujibu Mungu kwa sababu bado kinywa chako kilienda kufunga mlango wa majibu. Yani kinywa chako au maneno uliyoyatamka yalienda kubloku kabisa kwenye mlango wa kutokezea majibu ambayo Mungu anakujibu. Na ndio maana leo unaweza ukao unaomba, unaweza ukao unalia, unaweza ukao unamlilia Mungu akufanikisha sehemu fulani, lakini mafanikio hayatokei au haufanikiwi kupitia hiyo sehemu ambayo unaililia. Umesahau ya kwamba kuna siku uliwahi kujitamkia wewe mwenyewe kupitia maneno yako, kupitia kinywa chako, kitaenda kubloku kabisa. Mtu anakuambia duka lako litakuja likue. Duka lako baada utakuwa na duka kubwa, unasema mimi kabisa, mimi itakuwa hivi. Sasa inafika sehemu unajiona mbona miaka 2 nafanya kitu, alafu kitu kwa nini hakiendelei? Elewa kuna mtu alikutabilia, alafu wewe ukakataa kupitia kinywa chako. Kuna kitu ambacho mtu anaweza kukuzungumzia ukakikataa, lakini kuna kitu ambacho kama ni cha kimungu usije ukakikataa kupitia kinywa chako. Mtu akikutabilia uovu, kataa. Kupitia kinywa chako kinaenda kutengenezeka. Na ndio maana nimkwambia kinywa kinaweza kukupeleka jehanamu, lakini pia kinaweza kukuokoa. Mtu akikutamkia neno bovu, kataa kupitia kinywa chako. Kwa sababu yeye pia amezungumzia kupitia kinywa, hakuzungumzia kupitia masikio. Kwa hiyo kama amekutamkia kitu kibaya, kataa kupitia kinywa chako. Lakini kama amekubaliki kupitia kinywa chake, akakutamkia neno la baraka kwenye maisha yako, lipokee kupitia kinywa chako. Baadaye wewe utakuja umiliki nyumba, unasema Mungu naipokea kwa jina la Yesu. Maana yake umetamka kupitia kinywa chako, katika ulimwengu wa roho kinaenda kutengenezeka. Sasa wengi, Biblia inaposema tumekamatwa kwa maneno ya kinywa chetu, maana yake tumefungiwa baraka kupitia kinywa chetu. Maana yake tumefungiwa mafanikio kupitia kinywa chetu. Tumetegwa. Maneno ya kinywa chetu yameenda kutega kabisa maisha yetu. Maneno ya kinywa chetu ambayo tulikuwa tunayazungumza, maneno ya vinywa vyetu yameenda kuharibu formula nzima katika ukoo au katika familia. Tukajikuta wote tunakufa tukiwa maskini. Tukajikuta wote tunaishilia pabaya kabisa, yani bila mafanikio yoyote. Ukoo wetu utambuliki, sijui nini. Kumbe kinywa ndo kimetengeneza kile kitu. Hebu kataa kujitamkia maneno au kinywa chako kuzungumza kitu ambacho kinaenda kubloku maisha yako. Mwambie Mungu akusamea sana. Yawezekana ulikuwa umeteleza. Juzi niliweza kuzungumza na vijana, nikawaambia ya kwamba yawezekana makanisa mengi ya leo hayasongi mbele kupitia vinywa. Yani kuna watu wamewekwa kanisani, agenti kupitia vinywa wanawaondoa watu kanisani. Kwa hiyo hizo pia ni roho, kupitia hayo maneno pia ni maroho ambayo shetani ameyaweka kwenye midomo ili tuweze kutamka. Lakini nikasema tukatai. Nilikesha pale na vijana
tuliomba sana kupitia maneno ya kinywa chetu. Tukamwambia Mungu, yawezekana kuna sehemu hata sisi wenyewe tumetamka uovu, tumetamka mambo mabaya, tumefanya vitu vya ajabu kupitia vinywa vyetu. Tukamwambia Mungu atusamehe, kwa sababu ni ufunuo ambao tuliweza kupata pale. Na leo pia na wewe nakusihi sana, mwana wa Mungu, hebu angalia, yawezekana kuna sehemu unaona maisha yako hayasongi mbele. Yawezekana kuna sehemu unaona kabisa wewe kama vile utakufa maskini. Sikiliza, Mungu hakukuandikia umaskini, bali Mungu amekuandikia utajiri. Sasa utajiri haufiki kwa sababu ya maneno ya kinywa chako ambayo uliyatamka. Ulienda kufunga kwamba hautakuja kuwa tajiri. Sasa fungua maneno hayo uliyokuwa umeyatamka, yakatae kupitia kinywa hicho ambacho kilizungumza. Hebu kataa kwa jina la Yesu. Kataa hayo maneno uliyozungumza kupitia kinywa chako. Langu jina Benjamin Mahega. Nakushukuru sana kwa kuendelea kunifuatilia na kunitazama. Tumuombe Mungu tena atupe neema na nafasi katika siku zingine. Masomo bado yanaendelea. Mungu akubariki sana. Amen.